Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha una subscribe. Apostle Nick Shaboka, kuna jambo ambalo linaonekana kumwendea vibaya sana. Nimejaribu kufuatilia vizuri yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii, ambapo inasemekana kwamba kila post anayoposti Apostle Nick ni kwamba watu ama waumini ambao ni waumini wa Rose inaonekana wanamshambulia. Sasa hatueleni kwa nini wanamshambulia, lakini inaonekana watu wapo upande wa Rose Shaboka kwa sababu kitu kilichotokea ni kama mpaka familia inasemekana kwamba imeingilia kati, na tunaona matusi aliyotupiwa Rose yameonekana kuwa ni makali kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia Rose alisema kwamba hawezi kujibishana na watu kwenye mitandao ya kijamii hata iweje, kwa sababu anajua kabisa kwamba kuna wakati mwingine kwenye hii mitandao ya kijamii huwezi kujibu kila kitu. Sasa basi mambo yamekuwa mengi. Sasa tunaona ni kama familia ya Rose, tuseme hivyo, imeweza kumjibu sasa huyu pastor ama unaweza kumuita apostle anaenda kwa jina la Nick Shaboka. Sasa leo akaposti hii ni video akiwa ana slide bag lake, lakini pia tunaona hapa yupo Kilimanjaro Airport International, au unaweza kuita Kilimanjaro International Airport KIA, ambapo tunaona ameenda kwa ajili ya kazi. Sasa tunaona akaandika caption nzuri, akaandika nenda kuombea Mungu abadili viwango vyako katika mwaka huu wa kuwa juu tu, na wewe Mungu akupandishe kwa jina la Yesu. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini, utakaposikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizavyo hivi leo kuyaangalia na kufanya. Hii ni Kumbukumbu 28:13. Ni naweza kusema ni mstari wa Biblia. Sasa na kuandika type napokea kuwa juu. Kwa hiyo hayo ni maneno ambayo ameandika kwa ajili ya mashabiki wake. Sasa kutokana sasa na ujumbe huo kwenda kwa watu wake ama waumini wake, mambo yamekuwa ni tofauti, kwa sababu tumeona ameshambuliwa vikali sana. Mmoja kaandika, Apostle, hizo kodi ni kama zile ulizovaa kwenye mkesha wa New Vine Nyenembe Mwanza kwa Goodluck Kiala. Umepoa sana Apostle, piga kazi bro, tuko nyuma yako, tunakusupport. Mwingine akasema, jiombee mwenyewe kwanza, Mungu afanye suluhisho kwenye ndoa yenu. Yaani jiombee kwanza. Unajua kabla hujaombea watu au kabla hujafanya au chochote kile, kabla hakijafanyika inabidi kwanza umalizane kwanza nyumbani, then mambo mengine yaendelee. Mmoja akasema kabisa amempa shetani nafasi mpaka shetani anamshangaa hapo anavyosema anakuombea, jiombee kwanza. Mwingine akasema kwamba napokea kuwa juu tu baba, napokea kuwa juu mpaka muone ubadilisha baba mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema ndio maana mimi sipendi hii kitu inaitwa unatumia jina la mume wako, tunasimama na Rose tu, au sio? Yani kuna namna ama nyingine huyu shabiki ameguswa kwamba anasimama na Rose kwa sababu anakosea sana. Mmoja kaandika kwamba umenena ndugu, na watu wanatoa sadaka kwa watu haki, mko na mioyo kweli, au sio? Mwingine akaandika kwamba sadaka inatolewa kwa Mungu si kwa mtu. Mungu anapokea kwa njia gani? Aisee, na sadaka anaenda kula wao. Wewe toa sadaka kwa watoto wa mitaani na mayatima, maana kule mbinguni hakuna lipa namba na Matigo pesa. Pesa unampa mtu binadamu kama wewe, then inaenda kutumia kama kawaida, au sio? Unaombewa upate gari, alafu yeye anachangiwa anunue gari, au sio? Maneno ya Roma Mkatoliki. Mwingine akasema kwamba Niki akamjibu akasema, na ukipata changamoto pia uende kwa watoto wa mitaani wakuombee, na ukifa waite watoto wa mitaani wakuzike kichwa maji, au sio? Sasa akamjibu kwa hasira ushabiki. Mwingine akaja hapa akatoa maoni yake akaandika, tumesikia wewe ni mnoma.
akaandika kwamba yeye ni mnoma. Mwingine akasema kwamba sijui ukweli halisi, but naomba Mungu avushe salama katika nyakati hii, kwani mmekuwa mkiponya ndoa nyingi mno, hivyo namwachia Mungu ajitwalie utukufu. Kwa sababu tunaona kesi nyingi sana za ndoa walikuwa wanazitatua bila shida yoyote, lakini sasa inaonekana kuwa changamoto kwao. Manake wanasema mganga ajigangi, lakini pia tunaona kwa upande wa Apostle Nicky pamoja na Rose mambo imekuwa tofauti. Mwingine kaandika, mnazindua lini wimbo wenu na mkeo? Kiki imetosha, kwamba lini wanazindua wimbo wao, kwa sababu hii inaonekana pengine ni Kiki inaendelea. Mwingine kaandika, jameni acheni watumishi wa Mungu, ndoa ni kitu kigumu sana, kama hujawahi kuingia huwezi kuelewa, tuombe tusiwabeze. Kwa hiyo kuna watu ambao anaweza kaongea kitu lakini kuhusiana na ndoa hana elimu yoyote. Mwingine kaandika kwamba kama yanayosema ni kweli, Mungu akupe hekima ya kujirudi na si kutuonyesha shofu huku mitandaoni. Lakini pia Nicky Shaboka kamjibu, sio shofu, kizungu sahihi ni flexing, au sio? Kwa ana flex au sio? Kwa hiyo amemjibu kwamba ana flex. Sema unajua nini hapo, sio kwenye uchungaji unakuja unakataa kwenye ubaraza men, hapo ndo umejaa sana hivi kwa wingi, kwamba amejaa sana kwenye ubaraza men. Mwingine anasema alafu Apostle kuna muujiza huko nimekuota kwenye wafuasi. Mwingine alikuwa anatania. Mwingine akaandika hatari sana, Mungu ndiye hakimu wa haki. Mwingine akasema kwa pastor ameokoka ila kiongo chake ndio kimegoma kuokoka. Kwa macho ya mwilini hakuna mtumishi hapa, au sio? Kwa macho ya mwilini, sio macho ya rohoni, yani kuna macho ya mwilini. Akisema kwamba hamna mtumishi, hata kwa macho ya rohoni hakuna mtumishi. Mwingine akasema huyu jamaa kama akachanganyikiwa, ungeomba Mungu akubadilishe kwanza wewe, maana du. Mwingine akasema mpaka mwendo umebadilisha baba mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akasema hongera mtume kwa nondo zako za leo pale Kisongo room ya upako, cause nilihudhuria na nimebarikiwa sana mafundisho yako. Of course alikuwa anafanya vizuri sana. Mwingine akaandika kavulana ya hapo nitampongeza sana Martha Mwaipaja aliposema alikaa kimya hakuposti kitu na vitu vikapita poa, kweli hatufanani. Kwa hiyo kuna wengine mambo yao ya siri yanapita tu pasipo kutangaza sana kwenye mitandao ya kijamii. Na hii mitandao ya kijamii of course ina spread vitu vingi sana. Kwa hiyo ameshambuliwa vikali na nimeshindwa kuendelea kusoma message ambazo ziko chini, nimeamua niishie hapo. Dondosha maoni yako, hakikisha na subscribe.